الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الآية. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kushuhudia kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, na kuyakinisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake na mjumbe wake. Watukufu wa Islam, baada ya hayo na kuhusieni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pia nayusia nafsi yangu katika jambo hilo. Watukufu wa Islam, katika Ijumaa zilizopita tulielezea kwa ufupi jinsi Uislamu ulivyoingia katika ukanda wa Afrika ya Mashariki na jinsi Uislamu ulivyokuwa umeshikamana katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, na pia tukaelezea kwamba kulikuwa na dola ya Kiislamu ambayo iliyoshamiri sana katika ukanda wa huu wa Afrika Mashariki, hususa dola ya Kilwa. Ilikuwa Daulatul Islamia, dola ambayo tunasema ndio ya kwanza katika Afrika kutengeneza fedha zake. Afrika, fedha za kwanza barani Afrika zimetengenezwa katika dola ya Kilwa, dola ya Kiislamu. Na hii ndiyo dola ambayo iliyokuwa awali, kabla ya kutengeneza fedha zake, ilikuwa ikitumia fedha ambazo zilizokuwa zikitumika katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukhalifa wa Abu Bakr wa Sayyidina Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Pesa zile zilizokuwa zikitumika Madina ndio zilizokuwa zikitumika Kilwa, mpaka mahitaji ya watu kuongezeka, ikaonekana pesa zinazotoka Arabu ni chache, wakaamua kutengeneza pesa zao, na zikatengenezwa pesa hizo, na pesa hizo zikawa zimeandikwa al-mulku lillah, ufalme ni wa Mwenyezi Mungu. Dunia inapenda sana kuficha historia ya Uislamu na Waislamu, lakini ukweli ndio huo, pesa zilikuwepo, na pesa hizi ukizitaka zinapatikana katika makumbusho ya taifa, lakini
mpaka umpate mtu ambaye anayeweza kukupeleka pale zilipohifadhiwa ili akuoneshe. Sio kila anakwenda katika makumbusho ya taifa anaambiwa anaoneshwa fedha hizo. Hii moja inatokana na kuficha ule ukweli kwamba Waislamu walikuwa watu muthaqafin wakati dunia bado iko kizani. Watukufu wa Islam, tukaelezea kwa ikhtisari kuanguka kwa dola ya Kilwa, dola ambayo ndio ilikuwa ikiongoza Mombasa, Bagamoyo, Kaole, Unguja, pia maeneo ya Msumbiji. Kwa nini dola hii imeanguka? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika neno ambalo mwisho ndio nitakuja kulitaja, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hakuna kulazimishana watu kuingia katika dini. Hii ni Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema hakuna mtu kulazimishwa kuingia katika dini. Inayokusudiwa hapa kwamba usimlazimishe mtu kuingia katika Uislamu. Mtu halazimishwi kuingia katika Uislamu, kwamba lazima uingie katika Uislamu. Usipoingia katika Uislamu utauliwa au utakufa na njaa au tutakunyima chakula. Hakuna. Uislamu ni dini ambayo anaingia mtu kwa khiari yake akikosa kuzaliwa ndani ya Uislamu. Ama kuzaliwa, kila mtu anazaliwa Muislamu kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Mtume, kullu mauludun yuladu ala alfitra, kila chenye kuzaliwa miongoni mwa binadamu anazaliwa katika Uislamu. Kisha akaendelea kusema illa anna walidaihi yuhawidani au yudasirani au yumajisani. Baada kuzaliwa katika Uislamu, illa anna walidaihi, illa wazazi wake wawili, huyu aliyezaliwa, wazazi wake wawili baada yeye kuwa amezaliwa katika Uislamu, wazazi wake wawili yuhawidani, humpotosha, humpeleka katika dini ya Kiyahudi, au yunaswirani, au humpeleka katika dini ya Kinaswara, au yumajisani, au yumpeleka katika dini ya Majusi. Dini ya Majusi ni wale wenye kuabudia moto, jua, ng'ombe na viumbe vingine. Hawa wanaitwa Majusi. Dini hii ya Kimajusi wana imani ya Mungu, lakini Mungu wao ni kiumbe, tofauti ya Mayahudi na Manaswara. Manaswara wanamwamini Mungu, lakini wanatia vipengele ambavyo vinaondosha ile sharafu ya Mwenyezi Mungu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Huyu sio anayekusudiwa, lakini wana imani na Mungu. Mungu gani? Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Lakini wenye imani iliyokuwa sahihi ni wale wenye imani ya kusema Allahu wahid la sharika lah, Mwenyezi Mungu ni mmoja ambaye hana mshirika. Hawa ndio walokuwa katika imani sahihi. Sasa mtu halazimishwi kuingia katika Uislamu, lakini mtu atakapoingia katika Uislamu, basi kutoka huwa ni mwiko. Akitoka sasa katika Uislamu kwa njia yoyote, basi hukumu yake mtu huyu ni kuuliwa, baada akiitwa na kukosa kutubu. Hii ndio sharia. Ama kutekelezwa, isipokuwa kutekelezwa, haya ni mambo ya wanadamu wenyewe, lakini sharia inasema hivyo. Mtu halazimishwi kuingia katika Uislamu, lakini akiingia katika Uislamu tu kwa khiari yake, haruhusiwi tena kutoka. Akitoka, hukumu yake aitwe, apewe rai ili arejee katika Uislamu. Akikataa kwanza, aitwe tena, apewe rai ili arejee katika Uislamu.
Akikataa mara ya pili aitwe, apewe rai ili arejee katika Uislamu. Akikataa mara ya tatu auliwe. Na sababu za kumuua mwanadamu ni tatu, hakuna sababu nyingine. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hauliwi mwanadamu ila kwa mambo matatu. Moja wapo katika mambo ya matatu akiyafanya: an-nafsu bin-nafsi, kama mtu ameua basi hakuna budi na yeye auliwe. Kama kuua kule kwa njia ya makusudi, ama kuua kwa bahati mbaya, hana hukumu ya kuuliwa. Yule anayeua kwa njia ya makusudi, hukumu yake naye auliwe. Wazani al-muhsan, na mzinifu aliyeoa au aliyeolewa au alishawahi kuoa au alishawahi kuoa akaja kufanya zina, huyu hukumu yake auliwe. Watariku lidini, na mtu mwenye kutoka katika Uislamu auliwe. Sasa watukufu wa Islam, katika historia fupi tuliyoeleza kuenea na kushikamana na taifa la Kiislamu, lilianguka vipi taifa la Kiislamu hilo mpaka sasa kukawa hakuna athari yoyote katika ile miji ambayo inayoeneshwa kwamba ndio ilikuwa ni kitovu cha Uislamu, kama ilivyokuwa Hispania mwaka 1400 kama na 3 au na 2. Wareno ndio walichukua jukumu la kuua Uislamu katika dunia, na kiongozi wao ni mkubwa kabisa, sina haja ya kumtaja katika hutuba, lakini ni maarufu. Akaanza kuishambulia Andalus, akaivuruga, kwa sababu Andalus ni Spain ile ya sasa. Ilikuwa Spain imeshikamana na Uislamu, na thaqafa kubwa ya Uislamu ilikuwepo pale, utabibu mkubwa wa Uislamu ulikuwepo pale. Wanasema wana historia, hata mtu wa kwanza kuanza kutengeneza ndege hizi zinazochukua abiria alikuwa hapo. Ikawa thaqafa ni kubwa kwa Waislamu wakati Ulaya yote iko kizani. Akavuruga huko, kisha kwa sababu historia ya huku maeneo ya kwetu haswa Kilwa ilikuwa imetangamana na inaenea kwa kasi, watu walikuwa wakitoka mataifa ya nje kuomba msaada. Ikasikika historia hiyo, akaja mmoja katika watu ambao wanaitwa wenyewe katika upande wao wanamwita ni mtu ambaye kama ni mchunguzi au ni mwanahabari. Yeye alikuja na manuari yake pamoja na ndugu yake, lakini huyu haswa si mchunguzi wala si mwanahabari wala si mwana historia. Tanisameh, ni mtu maarufu anaitwa Vasco da Gama. Huyu lengo la kuja eneo hili la pwani ya Afrika Mashariki ni kuja kuua Uislamu na Waislamu, na kweli alifanikiwa. Baada ndani ya kundi la Waislamu kutokea watu hakuna mtu mbaya katika dini afadhali ya kafiri kuliko mnafiki. Mnafiki ni mtu adui sana katika Uislamu na Waislamu, kwa sababu mnafiki mnakaa naye, mnaswali naye, mnafunga naye, mnatoa naye sadaka, lakini yeye hana Uislamu wala hayumo katika Uislamu. Kwa hivyo kama kuna siri ya Uislamu na yeye anaijua, anaipata. Lakini watu hawa walikuwepo tangu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume alipofika Maka alifurahi kuona kundi la watu wanamkubali, na miongoni mwao hawa wanafiki. Mtume akaambiwa kwamba hapo usidhani wote hao ni wanakukubali, kuna wengine ni wanafiki.
akatajiwa na mabaya yao na majina yao na vitendo vyao. Wengine walikuwa wanasema maneno mbalimbali, lakini kubwa, yaquluna la in raja'na ila almadinati la yakhrujanna al-a'azzu minha al-adhalla walillahi al-'izza walirasulihi walilmu'minin. Mwenyezi Mungu hakuamrisha wauliwe, aliwaacha tuna unafiki wao. Hata na sisi tutawaacha tuna unafiki wao, lakini ni watu wabaya. Sasa kule Kilwa alitumiwa mtu anaitwa imma Hassan au Hussein Al-Koni. Huyu ndio alitumiwa kuwa kibaraka wa hawa watu wa Reno. Watu wakati walipokuwa wakiswali swalatu subhi, basi mji uliwashwa moto, wakawa watu hawana pa kushika, hawana pa kukimbilia. Watoto wakafa, wanawake wakafa, kina baba wakafa. Lengo lilikuwa huyu mtu ni kuja kuua Uislamu, na hii ndio khitwa ya makafir popote walipo, wakati wowote ulipo. walan tardha anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Kadri utakavyofanya wewe Muhammad, kadri utakavyoishi wewe Muhammad, lan tardha anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Hawatokuridhia hao Mayahudi wala hao Manaswara. Uwaambie maneno gani, hawawezi kukuridhia mpaka wewe ufate yale wanayoyataka wao. Hapo ndio utakuwa wanakuridhia. Hivyo hivyo aya hiyo itasimama kwa mtume na ummati wake mpaka siku ya kiyama. Hata nyinyi vile vile, lan tardha anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Hawawezi Mayahudi na Manaswara wakawafanya ninyi aulia kwa sababu ya maneno yenu mpaka mfate dini yao. Sasa huyu mtu alikuja akaua Uislamu, akavuruga miji ya Kiislamu kwa sababu alikuwa na nguvu za kivita. Wakati huo wale wacha Mungu ambao waliofanya dua wakati ule wakaadhini, manoari zikageuka mawe, washaondoka. Uislamu umeingia Afrika Mashariki. Tunaweza kusema Uislamu umeingia Tanzania au Tanganyika au si jina gani uliokuwa ukiitwa wakati huo, katika karne ya 6 tangu kuzaliwa Nabii Isa. Karne ya 6 ni mwaka 600 na kitu, Uislamu umeingia. Huyu mtu aliyekuja kuua Uislamu na Waislamu alikuja mwaka 1400 na ni karne ya 15, mwanzo wa karne ya 15. Wengine wanasema 1402, wengine wanasema 1406, lakini mwanzo wa karne ya 15. Na alivyokuja baada ya kuua Uislamu na kuwaua Waislamu, ikawa ni lazima watu kuwalazimisha wartadi. Watu wakalazimishwa lazima watoke katika Uislamu ndio wapate nusura. Wale ambao imani zao zilikuwa dhaifu, hawana imani kule wanakokwenda akhera kuna nini, ikabidi waridhie, wakatadi, wakatoka katika Uislamu, waliyadhu billahi. Wale ambao imani zao ilikuwa ni thabiti mbele ya Mwenyezi Mungu walikubali kufa kuliko kutoka katika Uislamu. Ndio watu wakauliwa, wakaporwa mali zao, wakachukuliwa mambo yao, ikateketezwa miji yao. Ndio kwa mara ya kwanza ikapandishwa bendera ya wazungu. Huyo alikuwa ni mmoja katika watu ambao wanamwezi sana na kumwambia kwamba mwana historia Vasco da Gama, huyu si mwana historia, ni muuaji aliyekuja kuua Waislamu. Uislamu uliingia kwa maneno mazuri.
Mnamo mwaka 1870 kuliwekwa kikao sehemu za Ujerumani, sijui kama Berlin au wapi. Kikao hiki asili yake ilikuja kutalii na kutembea huku Afrika Mashariki na kueneza Ukristo. Wakristo wakati huo ulivyokwisha kuuliwa Waislamu humu walikuwemo. Waliweka kambi Mombasa, mpaka sasa kuna sehemu inaitwa kambi ya Yesu Mombasa. Wakaweka kambi huku sehemu za Bagamoyo, wakaweka kambi sehemu ya Unguja, wakaweka kambi sehemu za zile sehemu zote zilizokuwa zinakaa Waislamu. Lakini kikao kile cha mwaka 1870 ni kikao ambacho kilichokuja kuelezea umuhimu wa dhehebu la Katoliki huko Ujerumani. Wakakaa watu hao, ikabidi watumwe watu kuja huku kuja kueneza dhehebu hilo la Katoliki. Watukufu wa Islam, dhehebu hili wanasema limeingia mwaka 1888, lakini hapo nyuma kulikuwa na watu walikuja 1877 au 78 au 80. Walivyokuja wakafikia huku pwani ya Afrika Mashariki, hususan huku Dar es Salaam, wakapata upinzani wa mtu ambaye anaitwa, ima alikuwa sultani au alikuwa kiongozi, anaitwa Abu Shir. Wakapigwa sana hawa wazungu, na wakati ule Waislamu walikuwa wana nani zao za kiasili, silaha za kiasili. Wakapigwa, wakawa hawakukubali Waislamu kutawaliwa, mpaka wakaondoka. Ikaja kaumu ya pili. Kaumu ya pili ilikuja na masista na vijana wakubwa wenye miaka 27, ambayo wanasema walivyotua bara yao ya kwanza kuja Katoliki walifikia Unguja. Hawakukaa muda mrefu, wakavuka pwani hii wakaja Dar es Salaam. Hapa wakafanya maskani. Baada ya hapa, wakati huo wote ni wazungu watupu, walikuwa wanatafuta ueneji wa watu wa huku. Watukufu wa Islam, baada ya kukaa hapa kwa masiku ambayo hayajulikani, ndani ya mwaka huo huo wakatoka wakasambaa kwenda huku Uzaramoni, wakenda wakapiga kambi sehemu inayoitwa Pugu. Pugu pale Kilimani wakajiimarisha, wanasema wakajenga kanisa, wakatengeneza na msalaba, wakatengeneza na kengele, ikawa kengele ile inapigwa kutwa mara 5. Katika historia inasema Mkatoliki wa kwanza kabisa ambao wana mji kuingia ndani ya Ukatoliki, ukiwacha wanake wote wale walikuwa ni wazungu watupu, Mkatoliki wa kwanza kuingia katika Ukatoliki alikuwa mtoto mdogo, haukufahamika umri wake, lakini ni mtoto mdogo aliyeletwa na wazazi wake ili alelewe. Mtoto huyu wa kiume, mtoto huyu akapokelewa na kubatizwa tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 1888, na wanasema katika historia kwamba huyu ndiyo Mkatoliki wa kwanza. Tuchukua historia hii, watukufu wa Islam. Mwaka 1888
aloingia kwanza katika watu wa mji kuingia katika Ukatoliki alikuwa ni mtoto mdogo, umri wake haukutajwa, na bila shaka kwa sababu mtoto huyu alikuwa ni mtoto wa Kiislamu alipelekwa na wazazi wake ima kusoma au kufanya. Na wanasema wa pili alikuwa mtoto wa kike ambaye aliyeokotwa sehemu ya pwani. Ina maana mtoto huyo aliyeokotwa sehemu hizi, huyo mtoto anasemekana alitupwa na wazazi wake baada ya kuwa mlemavu. Alizaliwa na ulemavu, haikufahamika ni ulemavu wa miguu au ulemavu wa nini. Akachukuliwa huyo, akawa ni mtoto wa pili kubatizwa hapo Pugu. Ndio ilikuwa makao makuu ya Wakatoliki wazungu. Baada ya hapo, huyu mtoto mlemavu hakuchukua umri, wanasema mwaka ule ule alifariki. Lakini huyu mtoto wa kiume akawa anaendelea na anasomeshwa. Baada ya hapo watu wakaanza kuleta watoto wao, na watoto kila wakina pale wanabatizwa. Nini siri ya kubatizwa? Siri yake ndio ile ile aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludun yuladu ala alfitra, kwamba wasipombatiza huyu mtoto huwa ni Muislamu. Kwa nini walikuja wale watu wakaanza kubatiza watoto? Ina maana walikuta Uislamu upo na Waislamu wapo, na kwa kuwa wao wanajua hadithi ya Mtume hii, kila kinachozaliwa kinazaliwa katika Uislamu, basi hawamkubali anaoingia katika Ukristo mpaka wambatize. Uislamu, huwezi mtu kuingia aliyokuwa si Muislamu mpaka atoleshwe shahada, aambiwe ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Huyo akishatoleshwa shahada ndio Muislamu. Bila kutoleshwa shahada si Muislamu. Lakini ni nani? Ni mtu ambaye aliyefika ubalighi, miaka 14 kupanda juu. Miaka 7 au miaka 10 kuja chini, huyu huwa hasilimu katika sharia. Anaposema mimi nataka kusilimu, basi anakubaliwa tu, anaambiwa wewe ni, kwa sababu yeye ni Muislamu, hajafikia balighi bado. Kwa hivyo Uislamu hausilimishi mtoto mdogo wala mtoto mchanga, kwa sababu anakuwa bado ni Muislamu. Hata kama mtoto yule atabatizwa, bado akija kusilimu yule hawezi kusilimishwa, kwa sababu Uislamu haumsilimishi mtoto mdogo, na mtoto mdogo haichukuliwi kalamu yake. Rufi'a alqalamu an thalath wa anis sabi hatta yahtalim. Mwenyezi Mungu haandiki dhambi kwa mtoto mdogo mpaka abalighe. Kwa hivyo mtoto hata kama alibatizwa, akitaka kuingia katika Uislamu, yeye ni Muislamu, hatoleshwi shahada, kwa sababu yeye ni mtoto na kalamu yake ya kuandika mema na mabaya haijaanza kufanya kazi. Baada pale kupatikana, wanasema walipatikana watoto 40, wakaanza makazi hapo ya Wakatoliki, yalianzia Pugu. Watukufu wa Islam, hebu tukae Waislamu tujiulize, tutajijua sisi tuna nafasi gani mbele ya Mwenyezi Mungu. Wakatoliki katika historia inasema wa kwanza ni mtoto mdogo ambaye aliyeingia tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 1888. Ni karne ya 19 hiyo, karne ya 19. Sasa hivi tuko karne ya 21. 1888 ndio mkatoliki wa kwanza kuingizwa katika Ukatoliki. Mpaka sasa 2000 itakuwa ni karne ya 3 hii inajongea. Ye 88 karne ya 19, tuloimaliza karne ya 20, sasa hivi tumeanza karne, miaka 300 bado haijafika.
Uislamu umeingia mwaka 600 na karne ya 7. Kutoka karne ya 7 mpaka karne ya 8, karne ya 9, ya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ni miaka 100, miaka 1200. Unaingia Ukatoliki, Uislamu huko ndani ya nchi hii miaka 1200. Sasa hebu Waislamu wajiulize, au tujiulize, leo tuko katika karne ya 21, karne ya sayansi na teknolojia. Vipi Wakatoliki wawe wao ndio hadhi yao ni kubwa katika nchi, na ndio wenye madaraka makubwa katika nchi, na ndio wenye mipango mikubwa katika nchi, na ndio wanalolitaka katika nchi linalofanyika? Watu wa miaka 300. Sisi watu wa miaka 1200 tumekaa kama upepo, yani vumbi, sijui hatujijui tunachokifanya nini, tunakwenda wapi, tuna nini katika maendeleo ya dini na dunia. Kanisa Katoliki katika nchi hii ya Tanzania wana ardhi. Ardhi ni rasilimali kubwa katika nchi. Wana ardhi si chini ya ekari hata 10,000 au na zaidi zinafika. Ardhi waliokuwa nayo wenzetu wa Katoliki inafika hata hekari 10,000 au na zaidi, au hekari 20,000 katika nchi hii. Watu waliokuwepo hapa miaka 260 au na kitu. Waislamu ambao wana karne 12 zaidi. Sijui kama kuna Waislamu ambao wana uwezo wa kusema sisi tuna hekari walau 200 mahala. Kwa nini? Hebu tuwaulize BAKWATA, kama ni shirika ambalo lenye kukubalika na serikali, wana hekari ngapi za ardhi? Huwezi kuendelea kama huna ardhi. Imekuwa balaa hata tukenda vijijini, tunapotaka kwenda kujenga msikiti vijijini, mtu kachukua ardhi kubwa, basi eka 5. Angalia Wakatoliki wanapokwenda mahala kuchukua ardhi, hawachukui chini ya ekari 1000. Hata kama hawana uwezo wa kuzifanyia kazi sasa hivi, wanajua kizazi kijacho kitakuja kutumia ardhi hii. Ardhi yote ikishahodhiwa, nyinyi mtakuwa na ardhi wapi? Mtajenga nini? Baraka ya kuwa na majumba tu marefu au magari mengi, rasilimali mnaiacha, tunaiacha. Halafu isitoshe kwamba Waislamu hata hiyo ardhi yenyewe ikitakiwa ya ekari 1000 kuipata nayo ni mbinde. Haya nayo mambo yanachangia. Kupata ardhi ya ekari 1000 kwa mpigo ni mbinde. Kwa sababu gani? Kwa sababu zile sehemu za ardhi wapo wenyewe ambao hawawezi kuwapa Waislamu. Tumeteleza wapi hapa? Mpaka sehemu muhimu hawamo Waislamu. Wapi tulipopotea? Wapi nguvu tulipozipoteza mpaka athari hazionekani? Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu hatotuacha kamwe. Ukichukua hata watu wenye madaraka serikalini, inafikia wakati Muislamu ana madaraka, amechaguliwa kuwekwa sehemu kwa elimu yake aliyokuwa nayo, bado anakuwa hajiamini kuamua jambo, hajiamini. Anaona kama ile nafasi amefadhiliwa. Waziri mzima hujiamini, acha hiyo wizara, mwambie rais siwezi, mpe mwingine. Ikiwa hujiamini katika wizara kuamua mambo ambayo yako katika sharia yako, kikatiba unaruhusiwa kuamua, alafu huwezi kuamua, acha.
Acha, using'ang'anie. Mwenyezi Mungu atakuja kukuuliza hilo. Unang'ang'ania ili upate gari la kifahari, kazi yenyewe huiwezi. Acha. Wenzetu wakikaa katika vyeo wanakaa kwa mambo mawili. Kwanza anakaa yeye kama ni fulani, halafu anakaa yeye kama ni kanisa analolitumikia. Muislamu gani mnayemjua nyinyi anakaa wizarani kama yeye ni Waislamu? Na ukimpelekea habari wanakwambia bwana, hapa hatutaki mambo ya dini. Hatutaki mambo ya dini. Wenzenu wanaendelea, nyie kataeni mambo ya dini. Hatutaki mambo ya dini hapa. Na yule anaonekana ana msimamo wa kidini, basi hupigwa vita na watu wote na magazeti yote. Waislamu tuko wapi?